ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الإخوة، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته. Enyi ndugu zangu katika imani, na kuhusieni katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo nastahiki mwanzo kuhusia nafsi yangu katika jambo hilo, kwa sababu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hilo ndiyo itapatikana pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara, watachungwa wale ambao waliokuwa wakimcha Allah subhanahu wa ta'ala kuelekea katika pepo makundi kwa makundi, hata idha jauha, mpaka watakapofika katika pepo, wafutihat abwabuha, watakutia pepo tayari ishafunguliwa milango yake, waqala lahum khazanatuha, basi watasema wale walizwa pepo, salamun alaikum, amani juu yenu, tubitum, uzuri ulioje kwenu nyinyi, fadkhuluha khalidin, ingieni katika pepo na mkae milele. Watukufu wa Kiislamu, maneno haya wanaambiwa wale watu ambao waliokuwa wakimcha Allah subhanahu wa ta'ala katika mgongo wa ardhi, wanaambiwa ingieni katika pepo na mkae milele. Tumuombeeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwenye kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ili tukapate pepo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa vile Allah subhanahu wa ta'ala anataka tuwe wacha Mungu na tukapate pepo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndo Allah subhanahu wa ta'ala akatuletea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah akasema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, kutiba alaikumus siyamu, mmefaradhishwa kufunga, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa waliopita kabla yenu, la'allakum tattaqun, lengo la kuletewa hii Ramadhani tupate ucha Mungu. Alhamdulillahi rabbil alamin, tumo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunafanya ibada mbalimbali, tunafunga mchana, tunaswali swala za usiku, tunaswali swala za faradhi, tunafanya ibada mbalimbali, tunatoa sana sadaka, tunasoma sana Qur'ani, na lengo la kufanya haya tunautafuta ule ucha Mungu ambao kautaja Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watukufu wa Kiislamu, katika ibada zetu ambazo tunafanya, ikiwa tunaswali swala za sunna, tunafunga Ramadhani mchana, tunaswali swala za usiku, tunasoma sana Qur'ani, tunatoa sana sadaka, tusije tukasahau katika ibada zetu kuna ibada moja iliyokuwa ni muhimu sana, na si ibada nyingine isipokuwa birrul walidaini, vile vile kuwatendea wema wazazi wawili. Tusije tukasahau kuwatendea wema wazazi wawili, kwa sababu kuna hatari ya mtu kukataliwa ibada zake, zile ibada ambazo anazifanya zikawa hazina maana yoyote kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa Allah haziangalii kwa kukosa tu kuwatendea wema wazazi wawili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: wa'budullaha
muabudieni Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kumwabudu Allah, wala tushriku bihi shay'an, msije mkamshirikisha Allah na chochote, msije mkamshirikisha Allah na yoyote, kwa sababu ibada ambayo itafanywa akashirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala, ibada hiyo ni yenye kubatulika, ibada hiyo haikubaliki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio Allah akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la in ashrakta, ukinishirikisha Muhammad wewe, la yahbatanna amaluka, wallahi ibada zako zote zitaporomoka, matendo yako yote yatabatulika, wala takunanna minal khasirin, na wallahi utakuwa miongoni mwa watu waliokula hasara. Kwa hiyo shirki, watukufu wa Kiislamu, inaporomosha matendo ambayo anayafanya mwanadamu. Na ndio Allah akasema, wa'budullaha, muabudieni Allah, wala tushriku bihi shay'an, wala msije mkamshirikisha Allah na chochote. Baada ya hivyo kinachofuata, wabilwalidaini ihsana, na wazazi wawili wafanywe wema. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wawaswaina al-insana biwalidayhi husna, tumemhusia mwanadamu, na Allah akihusia, usia unakuwa ni mkubwa kuliko hata Allah akisema naamrisha. Usia unakuwa ni mkubwa zaidi kuliko amri. Kwa hiyo Allah akihusia, hilo jambo ni jambo muhimu mno. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wawaswaina al-insana, tumemhusia mwanadamu biwalidayhi husna, kuwafanyia wema wazazi wake wawili. Na wema unaokusudiwa hapa ni wema wa maneno na wema wa matendo. Lazima vitu hivi vilingane, viwe sehemu moja. Iwe mtu matendo yake ni mazuri kwa wazazi wake wawili, na vile vile iwe mtu maneno yake ni mazuri kwa wazazi wake wawili. Ikiwa mtu matendo yake ni mazuri tu, lakini hana maneno mazuri kwa mzee wake, basi bado hajamfanyia wema wazazi wake. Na vile vile ikiwa mtu matendo yake ni mazuri lakini maneno yake ni mabaya, vile vile bado anahesabiwa hajafanya wema kwa wazazi wake. Kwa lazima vitu hivi viwili vilingane. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waqadha rabbuka, Allah kashatoa maamuzi, Allah kashatoa hukumu, alla ta'budu illa iyyahu, asiabudu yoyote ile isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kufanya hivyo, kinachofuata, wabilwalidaini ihsana, na wazazi wawili wafanywe wema. Wazazi wawili wafanywe wema, imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma, ima atapofikiwa mmoja wao na utu uzima, au kilahuma, au wote wawili watafikiwa na utu uzima, wala taqul lahuma, basi hutakiwi kusema kuambia wazazi wako wawili hata neno ufin, neno hutaki kuambia wazazi wako hata neno hutakikani kusema neno hilo kumwambia mzee wako. Wala tanharhuma, wala hutakiwi kuwakaripia wazazi wako. Waqul lahuma qawlan karima, watakiwa uzungumze na wazazi wako kwa maneno yaliokuwa ni mazuri sana. Wahfidh lahuma janaha dhulli minar rahma, na uwafunike wazazi wako kwa bawa la upole lenye kutokana na rehma. Na vile vile useme kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, useme kuwaombea wazazi wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, rabbirhamhuma, Allah nakuomba uwarehemu wazazi wangu wawili, kama rabbayani saghira, kama walivyokuwa wananihurumia mimi nilipokuwa mdogo, kama walivyokuwa wananilea mimi nilipokuwa mdogo. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea tena kuhusia kuhusu wazazi wawili. Wawaswaina al-insana, Allah anahusia wanadamu kuwatendea wema wazazi wake wawili, kwa sababu hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahni, mzazi wako kakupatia shida, kakubeba katika ujauzito, shida juu ya shida, tabu juu ya tabu. Wafiswaluhu fi amaini, baada ya kuzaliwa ukanyonya miaka miwili ukanyonya. Kwa hiyo Allah anasema, anishkur li, nishukuruni mimi kwanza, walidaika, halafu vile vile uwashukuru wazazi wako wawili. Ndio hapa akasema Ibn Abbas radhiallahu anhu, kumeteremka aya tatu. Aya hizi tatu zinazungumzia mambo mawili. Hizi aya tatu zimegusana na mambo mawili. Kwa hiyo katika mambo mawili hayo halitokubalika jambo moja mpaka ulifanye jambo jingine la pili. Akasema la kwanza, aya ambayo inasema wa atii'u Allah wa atii'u rasul, mtiini Allah na mumtii mjumbe, mtiini Allah na mumtii mtume. Kwa yoyote yule ambaye atakuwa anamtii Allah subhanahu wa ta'ala lakini hamtii mtume, hana habari ya mtume, basi mtu huyu haitokubalika toa yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hataangalia toa yake. Jambo la pili akasema, wa aqimu salata wa atu zaka, simamisheni swala na mtoe zaka. Kwa hiyo yoyote yule ambaye atakuwa anaswali halafu hatoi zaka
na uwezo wa kutoa zaka anao, basi mtu huyu haitokubaliwa swala yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema aya ya 3, anishkur li waliwalidaika. Allah anasema nishukuruni mimi na wazazi wako wawili. Ikiwa mtu atamshukuru Allah, na shukrani inayokusudiwa hapa ni shukrani ya matendo, ni shukrani ya matendo. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaswali mpaka miguu yake ilikuwa inavimba. Anaambia ya Rasulullah, umesamehewa dhambi zilizopita, dhambi zijazo, mbona unafanya ibada kama hivyo mpaka miguu inavimba? Mtume akawajibu, je, nisiwe mja wa shukurani? Nisiwe mja mwenye kushukuru? Kwa hiyo Mtume anatufundisha hapa kama shukurani kumbe ni matendo. Shukurani ni matendo mazuri. Kwa hiyo yoyote yule ambaye itakuwa matendo yake ni mazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anafanya ibada nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ikawa hana matendo mazuri kwa wazazi wake, basi mtu huyo hayatokubalika matendo yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kuna kijana anakufa, Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia malaika waandike kama kijana huyo mimi nimeghadhibika naye. Allah anaambia malaika andikeni kama kijana huyo nimeghadhibika naye. Malaika kastaajabu, hakutaka kuingilia kati mipango ya Allah, lakini malaika ilibidi waulize, kwa sababu yule kijana alikuwa ni mwema sana kwa mzee wake. Alikuwa anaishi na mzee wake wa kike, lakini alikuwa anamshughulikia vizuri sana. Alikuwa anampikia yeye, anamfulia, kila jambo analotaka mzee wake analifanya yeye kwa mkono wake. Vipi kijana yule anakufa, malaika waandike kama Allah kaghadhibika na kijana yule? Allah akaambia malaika, nyinyi hamjui. Nyinyi hamjui wakati anafanya matendo hayo kumfanyia mzee wake huyo kijana, anampikia, anamfulia, anamfanya kila jambo, lakini kulikuwa kuna maneno ya siri anasema, maneno ya siri anasema kunaambia mimi Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo si mazuri kwa mzee wake. Alikuwa anainua mikono akisema, Allah nakuomba umchukue tena huyu mzee wangu. Yalimkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala na kafa kijana huyu, basi akawa ni miongoni mwa watu ambao wameghadhibikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huyu ilikuwa matendo yake ni mazuri, lakini maneno yake ilikuwa si mazuri kwa mzee wake. Na vile vile kuna kijana mwingine anakufa, anaitwa Alqama. Huyu kijana anakufa, shahada haipati, anakufa shahada haitoki. Na zama za maswahaba ilikuwa mtu kufa kama hatamki shahada ilikuwa ni maajabu, watu lazima wastaajabu. Tofauti na zama hizi. Zama hizi mtu akifa akitamka shahada ndio maajabu, lazima watu watafutane, lazima habari ienee mji mzima, kafa katamka shahada yule. Lakini zama zile ikiwa mtu hatamki shahada ilikuwa ndio maajabu. Alqama anataka kufa, shahada haipati, mpaka anakuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema mteni mzee wake, mwiteni mzee wake. Anaambia, je, mzee uko radhi naye kijana wako huyu? Uko radhi na kijana wako? Mzee anasema, mimi siko radhi naye kijana huyo, sina radhi naye, kwa sababu yeye alikuwa anampenda mkewe zaidi kuliko mimi, alikuwa anamshughulikia mkewe zaidi kuliko mimi, kwa hiyo mimi siwezi kuwa radhi naye kijana huyo. Akaambiwa, msamehe mama kijana wako. Akasema, mimi simsamehi. Msamehe kijana wako, itakuwa iko katika mtihani mzito. Mama anasema, mimi simsamehi. Basi Mtume kaagizia kuni aletwa achomwe pale pale kwanza. Basi mama kwa huruma za kijana wake ndio akamsamehe. Alqama ndio akaipata shahada. Kwa watukufu wa Kiislamu, haya mambo ni mambo muhimu sana, mtu angalie sana. Atakuja jishtukuzia mtu anafanya ibada lakini anakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala hamna kitu, inakuwa mtihani wake ni mzito sana. Kwa hiyo watukufu wa Kiislamu, tuangalieni sana na mambo haya. Sasa hivi katika zama zetu, katika miji yetu yanafanyika. Leo mtu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani anaftari 4 5 6 6 anatumia nyumbani kwake, lakini hajui mzazi wake anakula nini, hajui hata mzazi wake anaftari kitu gani. Leo kila mmoja hapa tayari kashatayarisha nguo za sikukuu za watoto wake, za wake zake, lakini sijui kama kuna mtu ambaye katayarisha nguo ya sikukuu kumpelekea mzazi wake, nguo ya sikukuu kumnunulia mzee wake. Kwa hiyo inaonekana hapa tuko mbali kabisa na mambo haya. Kwa hiyo watukufu wa Kiislamu, lazima tuangalie sana, mtu asijakenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akawa amejipinda sana, amefanya ibada nyingi sana, lakini ikawa hamna kitu. Allah subhanahu wa ta'ala haangalii ibada nyingi, Allah anaangalia ibada nzuri zaidi. Ndio Allah akasema, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye kaumba umauti, kaumba na uhai. Lengo Allah anakujaribuni, ayyukum, ni yupi miongoni mwenu, ahsanu amala, atafanya matendo mazuri zaidi. Sio atafanya matendo mengi zaidi, matendo mazuri zaidi. Lakini kwa masikitiko makubwa sana,
tumeghafilika. Nas'alullah al-afwa wal afiya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ayyuhal ikhwa, usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atihi. Enyi ndugu zangu katika imani, na kuhusini tena kwa mara nyingine katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo nastahiki mwanzo kuhusia nafsi yangu katika jambo hilo. Tunakumbushana katika jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili. Hadithi imepokelewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema, hadithi imepokelewa na Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema, sa'altu an-nabii sallallahu alayhi wasallam, nilimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala, ni amali gani ambayo inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ni matendo gani ambayo yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume akamjibu, as-salatu ala waqtiha, ni swala juu ya wakati wake. Ikiwa mtu anaswali kwa wakati pale, basi jambo hilo ni zuri sana. Thumma ayun, kisha kasema ni ipi baada kuswali juu ya wakati wake? Mtume akamwambia, kisha birrul walidaini, kuwatendea wema wazazi wawili. Ukiwa unasimamisha swala vizuri, jambo ambalo linafuatia kuwatendea wema wazazi wawili. Kauza tena Ibn Mas'ud, kisha ni ipi? Akaambia, kisha aljihadu fi sabilillahi, ni kupigania njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imepokelewa hadithi kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah anasema, jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alikuja mtu kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala, akasema yule mtu, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, ewe mjumbe wa Allah, man ahaqu nasi bihusni sahabati, man ahaqu nasi bihusni sahabati, nani ana haki zaidi kwa watu kuwafanyia wema zaidi, kuwa vipenzi zaidi kwa watu wao kuliko mtu yoyote yule? Nani ana haki zaidi ya kutendewa wema kuliko yoyote yule? Mtume akamwambia, ummuka, mama yako. Kijana akasema, thumma man, kisha nani? Mtume akamwambia, thumma ummu, kisha mama yako. Kijana akasema tena, thumma man, kisha nani? Kwa mara tatu akaambia mama yako, mara ya nne akaambia thumma abuka, kisha babako. Qala abuka, qala abuka, akasema babako. Baba kawa mtu wa nne. Kwa hiyo watukufu wa Kiislamu, tuangalieni sana haya mambo, tuangalieni sana mambo. Si jambo la kulifanyia maskhara, wala si jambo la kulifanyia mzaha. Hadithi imepokelewa na Abu Hurairah, anasema Abu Hurairah radhiyallahu anhu, alimsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu, kwa hakika mwanadamu amekula hasara, mwanadamu amekula hasara, kisha mwanadamu amekula hasara. Mwanadamu gani? Man adaraka abawaihi, yule mwanadamu ambao kawadiriki wazee wake wawili, inda al-kibara ahaduhuma au kilahuma, kawadiriki wazazi wake katika utu uzima, mmoja wapo au wote wawili, akawa ni watu wazima na yeye yuko haya nao, halafu asiwashughulikie wazazi wale, mtu huyu akafa, asiingie peponi. Kwa hakika mtu huyo kala hasara kubwa sana, kapata hasara kubwa sana. Kwa hiyo watukufu wa Kiislamu, lazima mtu aangalie. Mtume anasema kila dhambi, Mtume anasema huenda Allah subhanahu wa ta'ala akaichelewesha kidogo, akamwachia mtu, akampuruzia mtu. Kila dhambi huenda Allah subhanahu wa ta'ala akampuruzia mwanadamu, akamwachia, akamsubiria mpaka siku ya Kiyama, isipokuwa dhambi moja, hiyo Allah hamsubiri mtu, isipokuwa dhambi ya kuwaasi wazazi wawili. Ikiwa mtu atakuwa hana habari ya wazazi wawili, jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala hamsubiri mtu akhira, huanza kumtiadabu hapa duniani. Allah anamtiadabu mtu hapa duniani, huenda tumkajua na kile jambo analolifanya haliwi, anachokifanya hakiwi. Saa nyingine kama mtu anazungumza peke yake, kama akili zinamruka, asija akatafuta mchawi. Je, aangalie, je anafanya wema kwa wazazi wake wawili? Je, matendo yake ni mazuri kwa wazazi wake wawili? Je, maneno yake ni mazuri kwa wazazi wake wawili? Angalie sana mwanadamu. Akija akenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hali kama hii, mtu huyo atakuwa na mtihani mzito sana, kwa sababu Allah anasema, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa bin as-sabil was sa'ilina wa fi riqabi wa aqama as-salah wa ita'i zakah.
Allah anasema si wema peke yake, kuelekeza nyuso zenu mashariki na magharibi, yani mkaswali halafu mkono ndio tayari nyinyi mshafanya wema. Mkaswali mkono tayari ndio mshafanya wema, kuelekeza nyuso ni mashariki na magharibi, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, mkono tayari. Walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al mala ala hubbihi dhawil qurba. Ikiwa mtu ana uwezo atakiwa angalie watu wake wa karibu, angalie watu wa karibu, na mtu wa karibu mwanzo anaanza wazee alafu anafuatia na wengine. Ndio Mtume akasema kwanza anaanza wazazi wako wawili, kisha anakuja baba yako, kisha anayefuatia, kisha anayefuatia, kisha anayefuatia. Kwa hiyo hawa watakiwa ndio wafanyie wema, ufanye ibada kama hizo. Na hizi ndio ibada. Ibada si kuswali peke yake. Na swala yenyewe ambazo tunaswali sisi ni mitihani mitupu. Swala tunaswali ni mitihani mitupu. Anasimulia Jibrili, ushapita wakati wa kiyama, ishapita hukumu, wengine washakwenda peponi na wengine washakwenda motoni. Wengine washakwenda peponi na wengine washakwenda motoni. Jibril alayhi salam kamuomba Allah, akamwambia Allah, nakuomba uniruhusu nende nikawatembelee watu wa motoni. Allah akamruhusu Jibril, nenda kawatembelee. Jibril anaingia katika moto, anasikia watu wanamtaja Allah, ya Hanani ya Manani katika moto, ya Hanani ya Manani. Jibril sauti ile ikampendeza, akarudi mpaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia Allah, ameingia katika moto, nasikia kuna waja wanakutaja wewe tu, wanakutaja wewe tu, hawataji kitu kingine baada ya wewe, naomba ruhusa nikawatoe mimi watu wale. Jibril akamwambia kawatoe, nenda kawatoe. Jibril anaingia katika moto, anasikia ya Hanani ya Manani, anatafuta wale watu hawaoni, anasikia sauti lakini watu hawaoni. Ikakata miaka 1000, miaka 1000 Jibril anatafuta wale watu hajawaona katika moto. Akarudi mpaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia Allah, waja wako nishatafuta mpaka muda huu sijawaona, mpaka sasa hivi sijawaona. Akaambiwa Jibrili, wewe umekwenda tu katika moto, wewe mambo ya moto huyafahamu vizuri. Pale katika moto pana malaika aitwa Maliki, ulikuwa mfuate Maliki, muingie pamoja mwatafute hao watu, kwa sababu ni mwenyeji kidogo katika moto, ni mwenyeji katika moto. Basi Jibrili akaenda kwa malaika Maliki, wakaingia katika moto, wakamtafuta mtu, wanasikia ya Hanani ya Manani, ya Hanani ya Manani, ya mtu hawamuoni. Ikapita miaka mingine 1000, wakarudi wote mpaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakamwambia Allah, tushatafuta waja wako mpaka muda huu hatujawaona, tunasikia sauti tu lakini hatuwaoni. Wakapewa maji, wakaambiwa mwageni katika usema, na inasemekana si maji, walipewa maji lakini inasemekana si maji, hao ni machozi, machozi ya watu ambao wanalia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kustaghfiru madhambi yao, wakalia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Machozi yale kumbe yanahifadhiwa, machozi yale haendi bure, machozi yale haendi bure. Mtu ambaye analia kwa ajili ya Allah, sio mtu ambaye analia kwa ajili ya kukataliwa na mpenzi wake au kapata jambo mtihani wa kidunia akaanza kulia. Ambaye analia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, machozi yale yanahifadhiwa. Wakaambwa mwageni katika sehemu. Baada ya kumwaga ile sehemu katika sehemu, wakakutwa watu wamefungwa minyororo na magogo katika moto, wamefungwa magogo na minyororo katika moto. Wakatoa watu wale wakapeleka mpaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakaambia Allah, ni watu gani hawa ambao walikuwa wanapata adhabu kama hii? Ni watu gani hawa ambao wanapata adhabu kama hii? Wakaambiwa hao ni katika ummati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, walikuwa wanaswali, si kama hawaswali, walikuwa wanaswali. Mlevi yupo katika swala, mzinifu yupo katika swala, yani mambo yake yote imekuwa kama ile swala ya kuficha tu, yale mambo yake anaswali yaonekane tu. Kwa hiyo huu ndio mwisho wake, huu ndio mwisho wake. Kwa lazima mtu aangalie sana. Sasa kitegemea ibada hii tu ya swala, yeye akawa hana ibada nyingine, itakuwa huyu anasema bado hajafanya wema. Mtu huyu bado hajafanya wema. Lazima mtu aangalie watu wake wa karibu, ashughulikie watu wake wa karibu. Hii ndio ibada. Waliyatama, na vile vile kuna mayatima watakiwa wasaidiwe. Sio sikukuu mpaka sikukuu ndio kuna michango ya mayatima, au Ramadhani mpaka Ramadhani ndio watu wanasaidia mayatima. Hawa watakiwa kila muda waangaliwe. Waliyatama wal masakin, na vile vile maskini wasaidiwe, watakiwa waangaliwe. Si Ramadhani tu waangaliwe maskini waliokuwa hajiwezi, siku zote watakiwa waangaliwe. Na haya mafunzo ambayo tunafanya katika hii Ramadhani, tunafanya ibada mbalimbali, tunaswali hapa, tupo katika chuo. Haya ambayo tunafanya sasa hivi katika mwezi ambao sio Ramadhani, haya atakuwa ndio tuyafanye. Kama mtu alikuwa anaswali sana, basi aswali katika miezi mingine, kashapata mafunzo hapa. Kama mtu alikuwa anatoa sadaka sana, basi aendelee kutoa.
Kama mtu alikuwa anaswali swala za usiku, asiache, endelee kuswali. Kwa hiyo haya ndio mafunzo ambayo yamepatikana katika Ramadhani. Lakini mtu kimalizika Ramadhani, haya ndio akaenda akayaacha kabisa, hana habari nayo, huyu bado Ramadhani yake itakuwa haijaleta. Huyu Ramadhani yake itakuwa haijamsaidia kitu, cha Mungu hajapatikana. Ili mtu ajue kama umpatikana huu cha Mungu, lazima hizi ibada aendelee nazo ukimalizika Ramadhani, kwa sababu hapa yupo katika chuo. Lakini akitoka katika chuo hichi akawa hana tena ndio chochote, kama alikuwa anaswali mtu ndio akahaswali tena, kama alikuwa mtu atoa sadaka sasa hatoi tena baada ya Ramadhani, huyu itakuwa alifanya mambo haya kwa ajili ya Ramadhani na itakuwa hayana malipo yoyote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa watukufu wa Kiislamu, turudini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wale ambaye kateleza kwa mambo haya, basi mara moja, bado siku zimebakia, bado siku zipo kidogo, japo siku 2-3 bado zipo. Kwa lazima mtu atengeze pale ambapo kaharibu, asijakenda mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo akawa na mtihani mzito sana. Na vile vile jambo nyingine tunakumbushiwa, tusije tukasahau katika ibada zetu zakatul fitri, ni jambo lilokuwa ni muhimu sana. Kwa hiyo mtu akijakalizarau jambo hili, aliweke mbele. Wanasema wenyewe zakatul fitri ni kubwa, ni jambo kubwa kuliko hata nguo za sikukuu. Kwa hiyo mtu angalie sana jambo hili, asijakalidharau. Na vile vile ikimalizika Ramadhani kuna funga zile za sita, vile vile pia nazo mtu asije akazisahau, kwa sababu fadhila zake kubwa sana na malipo yake ni makubwa sana. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, albiru la yabla, wema hauozi hata kama ni mdogo vipi. Wadhambu la yunsa, na dhambi haisahauliwi hata kama ni ndogo vipi. Wadayanu la yamut, na mlipaji wa madhambi hafi, yuko milele. Kwa hiyo i'malu ma shi'ita kama tadinu tudanu, fanya vile ambavyo utafanya ndivyo ambavyo utakavyolipwa. Na Mtume anasema kullu binadamu khata'un, kila mwanadamu ana sifa ya kukosea, lakini wa khairal khata'ina tawabin, lakini mbora wao ni yule ambaye kajua kama kakosea na akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah anasema wala taziru waziratun wizra ukhra, siku ya kiyama kila mtu atabeba mzigo wake, hatobeba mtu mzigo wa mwenzake. Wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula, na Allah anasema sisi si wenye kuadhibu waja kwanza mpaka tuwafikishie ujumbe. Kwa hiyo mtu ujumbe ukamfikia akaudharau, ukapita huku ukatokezea huku, basi mtu huyo ndiye ambaye anastahiki kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum 'anil thalatha wa yanhanikum 'anil thalatha, ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azim al-jalila yadhkurukum washkuru ni'amihi yazidukum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un wa aqimis shalah.